Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya hii leo. Miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Mwanza aungana na wananchi mbalimbali kuomboleza kifo cha aliyekuwa makamu mkuu wa chuo cha SAUT Balozi Profesa Costa Mahalu. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yamewaua watu kadhaa na kuharibu makazi mashariki mwa Kongo. Na katika michezo, wananchi jijini Mwanza waaswa kubadili mtazamo kuhusu mchezo wa karata. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Donald Anthony nitakayekusomea habari za kitaifa na kimataifa. Asha Kaoneka atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa na David Kiaman. Tukianzia hapa jijini Mwanza. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda ametoa salamu za rambirambi kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha aliyekuwa makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Mwanza Balozi Profesa Costa Mahalu. Akizungumza katika ibada ya maombolezo ya kumwombea marehemu iliyofanyika kwenye viwanja vya Lavua katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino SAUT jijini Mwanza, ambapo Mtanda amewasilisha pole za serikali kwa jumuiya ya Chuo Kikuu cha SAUT, Kanisa Katoliki pamoja na familia ya marehemu kwa ujumla. Mwanahabari wetu Veronica Mliatu ameandaa kwa kina undani wa taarifa hii kutoka katika viunga vya Mtakatifu Agustino. Mtanda ameeleza kuwa balozi alikuwa mtumishi wa serikali. Amemfahamu tangu miaka mingi, ikiwa walikutana mara kwa mara jijini Dar es Salaam, ambapo alitambulishwa na rafiki yake, na kuongeza kuwa kwa upande wa familia yake alikuwa karibu nayo, akiwemo mwanaye ambaye alikuwa anaeleza mipango yote inayoendelea. Mheshimiwa balozi alikuwa mtumishi wa serikali kama ambavyo imeelezwa, alikuwa balozi wetu, lakini mimi binafsi pia nimemfahamu Mheshimiwa balozi miaka mingi kule Dar es Salaam. Tulikuwa tukikutana mara kwa mara. Kwa rafiki yangu mmoja anaitwa Jackie Gotham ndio alinitambulisha kwa Mheshimiwa balozi. Kwa hiyo toka hapo tumekuwa na mahusiano ya karibu ya kibinafsi. Lakini familia yake pia balozi nilikuwa nayo jirani, hasa mtoto wake ambaye alikuwa akinieleza progress zote zinazoendelea. Hata hivyo, ameongeza kuwa tangu balozi apate changamoto kumekuwa na mshikamano baina ya jumuiya ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino na ofisi yake kufahamu na kufuatilia afya ya balozi inavyoendelea. Lakini management ya chuo hiki imekuwa jirani sana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza. Hata pale Mheshimiwa balozi alipopata changamoto tumekuwa tukiwa na coordination ya karibu ya kuelewa, kufahamu, kufuatilia namna ambavyo afya ya Mheshimiwa balozi ilivyokuwa ikienda. Pia amerejelea kwa kusema maneno ya aliyekuwa rais wa awamu ya pili wa Tanzania hayati Ali Hassan Mwinyi. Sasa mzee Ali Hassan Mwinyi aliwahi kusema maisha ni hadithi, na basi tujitahidi kutengeneza hadithi nzuri. Pale ambapo tutaiaga dunia, basi tuwe wenye kusimuliwa vizuri. Veronica Mliatu, SAUT TV. Raha ya milele umpe Bwana. Na tukiendelea kusalia hapa jijini Mwanza, baadhi ya wakazi jijini Mwanza wameeleza kuwa mvua zinazoendelea kunyesha zimesababisha madhara kwenye maeneo mbalimbali na kuathiri shughuli za kijamii na kiuchumi. Wakizungumza na SAUT TV habari, wameeleza kuwa mafuriko hayo yamesababisha kuharibika kwa makazi na kudhorota kwa biashara mbalimbali. Mwanahabari wetu Jacqueline Kobelo ameandaa kwa kina undani wa taarifa hiyo. Kutokana na mvua nyingi zilizonyesha juzi kushinda jana, mvua hizo zimesababisha mafuriko makubwa katika eneo hili la Mpuyuni. Baadhi ya wafanyakazi, wafanyabiashara pamoja na wakazi wa eneo hili wanaeleza chanzo na namna mafuriko hayo yalivyoathiri. Mimi kama mfanyabiashara, jana maji yalikuwa yamejaa kiasi cha kwamba tukaacha kufanya kazi. Kama wakazi tuseme tumeharibu vitu vingi. Na kama tumeharibu vitu vingi, ndio kama hivyo miundombinu imeharibika. Pia kuna watu ambao walikuwa wamepanga, unaona kama hivyo vitu hapo wapangaji wanaondoka. Sawa. Kwa hiyo kwa sisi imetuathiri sana. Ila tunachoomba tu ni miundombinu itengenezwe. Na miundombinu yenyewe asilimia kubwa ya watu wengi wanazungumzia juu ya swala la daraja, lakini mimi sioni kama shida ni daraja. Shida ni Wachina miundombinu yao kuelekeza sehemu moja. Nadhani ni hicho tu. Ndicho nilichokiona, na kinaleta pia athari kubwa sana, kwa sababu nakuta kuna wakati inaweza katokea hii hali labda usiku
majira ya usiku watumo ndani, watoto wamelala huku, wazazi wamelala huku. Kwa hiyo unajikuta imeleta nini? Imeleta shida. Kusema ukaanze kukumbuka, utakumbuka kwa wale utakao kuponao karibu, lakini kwa wale ambao kwamba hivi wako mbali, kuwakumbuka inakuwa ni kazi. Mwisho wa siku inaweza ikaleta maafa. Mfano kama kuna mtu alikuwa anaokoa vitu vyake, akajikuta yale maji yamemzidia, yakampeleka, wakamtoa mtoni, tayari ameshafanyaje? Ameshakufa. Chanzo cha tatizo ni maji. Maji yametoka, nasemekana yametokea kuanzia Kishiri, yakaja maeneo ya sawa ya chini hiyo, kwa yakaja kaingia Maina mpaka kuja kufika kwetu huko Mpuyuni. Swala hili lisikie, usiombe likukute. Watu wamepoteza mali, watu wamepoteza maisha. Miundombinu imeharibika. Serikali na mamlaka husika zitazame swala hili kwa jicho la tatu. Nikiripoti kutoka hapa Mpuyuni, mimi ni Jacqueline Kobelo wa Sauti TV. Shukrani sana Jacqueline Kobelo kwa taarifa hiyo. Na baadhi ya wananchi wa mtaa wa Silivini wameeleza umuhimu wa mzazi kufuatilia maendeleo mtoto shuleni, ikiwa ni pamoja na kumsaidia mtoto kujengeka kitaaluma na kinidhamu. Wakizungumza na Sauti TV Habari, wameongeza kuwa watoto wanahitaji uangalizi wa mzazi kwa kiasi kikubwa ili kuchochea maendeleo yao. Mwanahabari wetu Salome Christian ana undani wa taarifa hiyo. Nchini Tanzania tumekuwa tukiona baadhi ya wazazi wakifuatilia maendeleo ya mtoto shuleni, lakini baadhi ya wazazi wameshindwa kufanya hivyo kabisa. Je, ni upi umuhimu wa mzazi kufuatilia maendeleo ya mtoto wake akiwa shuleni? Niseme kuna umuhimu mkubwa sana, hasa katika upande wa nidhamu, kwa sababu kuna watoto wengine hawawezi kuwa na nidhamu ya hata ufuatiliaji wa masomo darasani bila kuwa monitored na wazazi wao. Japo pia kuna wengine wana huo uwezo, lakini wengi wao wanakuta hawana huo uwezo. Ni mpaka wafuatiliwe au wawekewe nguvu nyingine ya ziada ndio waweze kufanya vizuri katika masomo yao. So mimi naona kuna umuhimu mkubwa sana, hata pia chuoni, japo kuna watoto ambao hawawezi wenyewe kujiendesha wenyewe au kufuatilia mambo kwa wenyewe bila kuwa. Mimi naendelea kumfuatilia mtoto wangu atakapotoka shuleni, na hagua madaftari yake, na muangalia akiwa anaendelea vizuri. Nikiona sema amekosea na muelekeza, naambia mwanangu nafanya hivi, ndio na yeye anakaa vizuri, ananisikiza mimi kama mzazi. Nasema. Lakini pia nimekutana na baadhi ya wanafunzi nao walikuwa na haya ya kusema. Mimi kama mwanafunzi naona kuna umuhimu wa mzazi kunifuatilia mimi katika masomo yangu, kwa sababu kitu cha kwanza inanifanya mimi kuwa na motisha ya kusoma kwa bidii, hususan katika taaluma, na kufanya mimi nifaulu, kwa sababu mimi nitapambana ili kusudi mzazi hata akija kuangalia shuleni ama kuangalia sehemu naposomea, walimu wamwambie kwamba ninafanya vizuri. Kwa hiyo inanitia moyo hasa wa kupambana zaidi kuendelea kufanya vizuri kitaaluma. Lakini pia jambo la pili, inanifanya kuwa mtu mwenye bidii. Bidii kiaje? Kwa sababu mzazi kama akikufuatilia wewe utakuwa na bidii na ile hofu kwamba nikifeli itakuwaje. Kwa hiyo unapambana kwa nguvu zote, kwa sababu ili kusudi ufanyeje, ufanye vizuri kitaaluma. Lakini pia haya ni maoni ya wazazi juu ya ufuatiliaji wa mzazi au mlezi katika maendeleo ya mtoto wake. Je, kuna umuhimu gani wa mzazi au mlezi kufuatilia maendeleo ya mtoto wake? Salome Christian kwa Sauti TV. Shukrani sana Salome Christian kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa Sauti TV, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yamewaua watu kadhaa na kuharibu makazi katika mji unaodhibitiwa na kundi la waasi la M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi hilo linadhibiti miji kadhaa, limeishutumu serikali ya Kinshasa kwa kupanga shambulizi hilo. Na kwingineko kimataifa, Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuwa wananchi wa Irani wako katika hatari ya kiafya kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha zikiambatana na uchafu pamoja na kemikali zinazotokana na milipuko ya miundombinu ya mafuta. Mwandishi wetu Samson Bahati anaeleza kwa kina taarifa hizo za kimataifa.
Tukianzia hapa Afrika Mashariki, mvutano unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeibua hofu mpya mjini Goma baada ya kundi la M23 kudai kuwa serikali iliwalenga raia kupitia mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani Jumatano asubuhi. Kundi la M23 kupitia taarifa yake lilisema kuwa shambulio hilo lililenga makazi ya wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa, likisisitiza kuwa hatua hii inaashiria ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano, likilaani vitendo vinavyolenga raia waliokuwa nje ya mstari wa mbele, jambo linalowasukuma wakazi katika hali ya hofu kubwa. Mashambulizi hayo yamesababisha uharibifu wa mali, hususan katika makazi yaliyorushwa bomu yameharibiwa vibaya, huku wakazi wakieleza kuwa walikuwa na hofu kubwa na walijificha ndani ya nyumba zao wakikabiliana na hali ya kutokuwa na uhakika wa usalama. Mashuhuda wa tukio hilo wamesema kuwa sauti za milipuko zilisikika kwenye vitongoji kadhaa vya mji wa Goma, huku ndege zisizo na rubani zikitokea angani. Baadhi ya magari ya Umoja wa Mataifa yalichomwa moto na umati wenye hasira, jambo lililoonyesha hofu ya wakazi kutokana na kusonga mbele kwa kundi la M23. Kwa upande wao, wachambuzi wa masuala ya usalama wamesema kuwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika maeneo yenye raia wengi yanaongeza hatari ya vifo vya raia na kudhoofisha jitihada za amani. Wamesema kuwa hatua zisizo na maelewano kati ya pande zinazopigana zinaweza kusababisha majanga makubwa na wakazi wapo kwenye hatari isiyo na kikomo. Hata hivyo, mashirika ya Umoja wa Mataifa na mashirika ya misaada ya kimataifa yametoa wito kwa upande zote kushirikiana na kuepuka hatua zinazoweza kuathiri raia. Tangu M23 walipochukua silaha tena mwaka 2021, wametawanya maeneo mengi ya mashariki mwa Demokrasia ya Kongo yenye utajiri wa madini kwa usaidizi wa Rwanda, jambo linalosababisha vurugu mpya katika eneo ambalo tayari limekumbwa na mgogoro wa muda mrefu. Mgogoro huu umepelekea vifo vya mamia ya raia na uharibifu mkubwa wa mali na kuifanya Goma kuwa hatari kwa wakazi wake. Na huko nchini Sudani, utawala wa kijeshi nchini Sudani umeibua mvutano wa kidiplomasia na majirani zake wa Afrika Mashariki baada ya kiongozi wa nchi hiyo kudai kuwa Kenya, Ethiopia na Uganda zinaingilia mgogoro wa ndani wa nchi hiyo, hatua iliyozua mjadala kuhusu juhudi za kikanda za upatanisho na kurejesha utulivu. Mvutano huu unakuja kufuatia madai ya utawala wa Sudani kwamba baadhi ya nchi za majirani zina uhusiano au zinawaunga mkono wapiganaji wa kundi la Rapid Support Forces RSF wanaopigana na jeshi la serikali, jambo ambalo limezua wasiwasi juu ya mustakabali wa diplomasia ya kikanda. Aidha, mvutano huu unaweza kuathiri uhusiano wa Sudani na majirani zake, hasa katika masuala ya biashara, ushirikiano wa kiusalama na ushirikiano wa kiutamaduni ndani ya kikanda, ambapo wachambuzi wanasema kwamba migongano hii inaweza kuchelewesha juhudi za kikanda za kupatanisha pande zinazozozana. Kwa upande wao, wachambuzi wa siasa za Afrika Mashariki wanasema madai ya Sudani yanatokana na msongo wa kisiasa na shinikizo la wanajeshi, na kuongeza kuwa ni muhimu kwa majirani kushirikiana kwa njia ya kidiplomasia ili kuepuka kuenea kwa migogoro. Hali ya mvutano wa kidiplomasia Sudani inaendelea kuwa nyeti, huku wananchi wakiwa na wasiwasi kuhusu mustakabali wa amani na utulivu katika taifa hilo lililokumbwa na vita. Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Afrika bado wanashughulikia mgogoro huu, wakitafuta njia za upatanisho. Ikumbukwe kuwa Sudan imekumbwa na mgogoro wa ndani tangu vita vilipogawanya nguvu kati ya serikali na kundi la RSF, vikisababisha ukosefu wa usalama, upungufu wa chakula na kuhamishwa kwa maelfu ya wananchi. Wakati hayo yakiendelea, Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Afrika wamekuwa wakijaribu kutatua mgogoro huu, lakini mvutano wa kidiplomasia unaonyesha changamoto kubwa. Na tukielekea huko Mashariki ya Kati, shirika la afya duniani WHO limeonya kwamba kuna hatari kubwa ya kuwepo kwa kile ilichokiita mvua nyeusi zinazotarajiwa kuanguka Irani baada ya mashambulizi ya miundombinu ya mafuta itakayohatarisha afya kwa raia, wakiwemo matatizo ya kupumua, ngozi na magonjwa ya utumbo. Shirika hilo limesema kuwa kemikali hatarishi zilizosababishwa na mashambulizi hayo zinaweza kuenea zaidi mara mvua zitakaposhuka na kuathiri vibaya familia zilizo karibu na maeneo yaliyoathirika. Hata hivyo, shirika hilo limeonya kwamba kulindwa kwa hospitali, wafanyakazi wa afya na wagonjwa ni kipaumbele cha dharura, huku likiungana na mamlaka za Irani
katika kuwashauri wakazi kukaa ndani na kupunguza shughuli za nje ili kuepuka madhara ya uchafu wa hewa unaohusiana na mvua zinazotarajiwa. Marekani imeeleza kuwa mapigano ni sehemu ya mkakati mkubwa wa kudhoofisha uwezo wa makombora na ndege za Irani, huku Irani ikiendelea kulipiza kisasi kwa shambulio la makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya malengo ya kijeshi ya Marekani na Israel katika eneo lote la Ghuba ya Uajemi. Katika hatua ya kijeshi, Irani imesisitiza kuwa haiko tayari kusitisha vita bila kujibu mashambulizi, ikikanusha mazungumzo ya kusitisha mapigano. Umoja wa Mataifa na mataifa mengine yamelaani mapigano hayo, yakisisitiza umuhimu wa kuheshimu sheria ya kimataifa na kulinda raia wakati wa migogoro. Mtazamo wa kimataifa unabainisha kuwa mgogoro huu unaweza kusababisha madhara makubwa zaidi kwa asilimia kubwa ya raia wa kawaida, hasa ikiwa shinikizo la kijeshi litadumu na hakuna mchakato wa mazungumzo ya amani unaoonekana. Mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati umeingia siku ya 12 bila dalili ya kupungua kwa mapigano, ambapo Marekani na Israel wamezindua msururu wa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya Irani, ikijumuisha vituo vya mafuta na nishati kwa lengo la kupunguza uwezo wa kijeshi wa nchi hiyo. Mimi ni Samson Bahati. Shukrani sana Samson Bahati kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na Asha Kaoneka. Endelea kusalia nasi. Wiki hii kwenye Kioo cha Mwanamke. Changamoto kwa mtu yote ambaye ni ana albinism au kama ilivyozoeleka mtu mwenye ulemavu wa ngozi, zipo zinaeleweka kila siku kwamba uoni wake ni hafifu, karatasi ni ndefu, maandiko makubwa. Ndio. Na ukija upande mwingine tunajua madarasa ya chuo kikuu yalivyo, hauwezi ukaenda kukaa mbele kabisa. Kila Alhamisi saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SauTVTZ. Karibu mtazamaji wa SAUT TV na sasa ni habari za kibiashara. Jina langu ni Asha Kaoneka. Tukianzia hapa jijini Mwanza, baadhi ya wafanyabiashara wa mtaa Malimbe wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza wameeleza uwepo wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino kimewafanya kukuza mitaji yao kutokana na mwingiliano mkubwa wa watu. Wakizungumza na SAUT TV habari, wameongeza kuwa uwepo wa chuo kikuu hicho umefungua fursa mbalimbali za ajira na biashara kimataifa. Serikali ya Misri imeongeza bei ya mafuta ya ndani kwa 30% kufuatia shinikizo la nishati duniani lililosababishwa na kuvurugika kwa usambazaji wa mafuta kutokana na vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Hayo yamebainishwa na Wizara ya Mafuta ya Misri na kuongeza kuwa ongezeko hilo linahusisha mafuta aina ya petrol, diesel na gesi ya magari. Kwa taarifa hizi za biashara tuungane na mwanahabari wetu Emmanuel Thomas. Timu ya SAUT TV imeweza kuwasili katika mtaa wa Malimbe jijini Mwanza ambapo chuo kikuu cha St. Augustine kinapatikana. Chuo hiki kimezingirwa na wafanyabiashara mbalimbali. SAUT TV imeweza kufanya mahojiano na wafanyabiashara hao na kuelezea ni namna gani wananufaika na uwepo wa chuo hicho katika mazingira ya Malimbe, wilaya Nyamagana jijini Mwanza. Kwa majina naitwa Benjamin Hussein, ni mfanyabiashara katika maeneo ya Nyamalango, nafanya biashara ya nguo kama inavyoonekana. Uwepo wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino, mimi kama mfanyabiashara una faida nyingi kwangu. Cha kwanza, unanifanya nakutana na watu wapya kila mwaka, na watu hao wanasababisha kufanya muendelezo wa biashara yangu. Kwa hiyo napata wateja wapya kupitia chuo cha Mtakatifu Agostino. Mimi ni mfanyabiashara wa mtaa wa Malimbe, kupitia chuo cha SAUT na nufaika kwa sababu imenisaidia, nimeweza kuongeza mtaji kwa sababu vitu ambavyo na imesaidia kuongeza mtaji. Kwanza kitu moja hapa ambacho nanufaika nacho ni kuwa na wateja wengi, kwamba na bidhaa zangu zinaenda kwa wakati, kwamba hawa wanafunzi na chuo hiki cha SAUT kinaturahisisha sisi kufanya biashara kwa wakati na kwa muda unaostahili. Na hayo ndo baadhi ya maoni ya wafanyabiashara wanayozunguka chuo kikuu cha St. Augustine jijini Mwanza, na wameelezea ni kwa namna gani wananufaika na uwepo wa chuo hicho katika mazingira hayo. Nani kiripoti kutoka Nyamagana, mtaa Malimbe, mkoani Mwanza, ni mimi Emmanuel Thomas,
SAUT TV. Kwa mujibu wa wizara hiyo, mabadiliko hayo yamesababishwa na kuvurugika kwa minyororo ya usambazaji, kuongezeka kwa hatari za usafirishaji baharini pamoja na gharama za bima ya meli. Hali hiyo inapelekea bei za bidhaa petroli kufikia viwango ambavyo havijaonekana kwa miaka kadhaa. Ongezeko hilo linakuja wakati bei ya mafuta duniani kupanda hadi zaidi ya dola 119 kwa pipa kabla ya kushuka hadi takribani dola 84 baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa vita kati ya Israeli na Irani vinaweza kumalizika hivi karibuni. Katika bei mpya, dizeli imeongezeka hadi paundi 20.50 sana, takriban shilingi 70,000 za Kitanzania. Gesi inayotumika kwenye magari imepanda zaidi kwa 30% hadi paundi 13 sana, shilingi 45,000 za Kitanzania. Ilikuwa ikiongeza bei ya mafuta mara kadhaa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, ikiwa ni sehemu ya mipango wa mkoa dola bilioni 8 kutoka International Monetary Fund IMF. Ya uchumi wanasema ongezeko hili linaweza kuongeza gharama ya maisha kwa wananchi wa Misri, hasa kwa usafiri na usambazaji wa bidhaa, na pia linaweza kuathiri sekta biashara na kilimo ambazo hutegemea mafuta ya gesi. Serikali imeahidi kufuatilia hali hiyo na kuchukua hatua zinahitajika ili kupunguza mzigo kwa kaya maskini. Asante sana Emmanuel Thomas kwa taarifa hizo za biashara. Ni mwisho wa taarifa za biashara kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi na tukirejea ni habari za michezo na David Kiaman. Endelea kutazama SAUT TV. Wiki hii kwenye Extra Time. Unajua mwanangu, mchezo wa gofu ni mchezo wa kitajiri sana. Mwanangu acha kabisa. Yaani ule mchezo mwanangu ni watu wakishua tu wanacheza. Yaani ukuta watoto wa marais. Sisi kama kapuka kama sisi. Tutoboi, yani hatutoboi kabisa. Hatuwezi. Ni mtoto watu wanahitaji hela sana yani. Kabisa sana. Wala mimi sishangai na kushtuka kusikia kauli za vijana wakizungumza juu ya mchezo wa gofu kuwa ni mchezo wa kitajiri na matajiri pekee. Yaani una hadhi tu ya kucheza na watu wenye lika za juu zaidi, yani kifedha. Nikwambia kitu kimoja, ni mtazamo wa watu wengi juu ya mchezo wa gofu unacheza na watu aina hiyo. Si maskini wala wengine kucheza mchezo huo. Lakini Extra Time wiki hii itakuja na utofauti juu ya mchezo huo. Hakika utaenda kujua kwa mchezo wa gofu unafaa kucheza na kila lika na kila mmoja anaruhusiwa kucheza. Maskini, tajiri, yeyote tu anaruhusiwa. Usipange kukosa wiki hii kwenye Extra Time. Utapata madini. Usikose kufuatilia Extra Time kila Alhamisi saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SAUTVTZ. Uwaligani mwana michezo mwenzangu, karibu katika habari za michezo. Jina langu ni David Kiamani. Wananchi wa kata ya Uchele wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza wameshauri jamii kuondoa fikra potofu kuhusu mchezo wa karata na kuweza kuwa ni mchezo unaopaswa kupewa nafasi kama michezo mingine. Na katika uga za kimataifa, meneja wa klabu ya Tottenham Hotspur Igor Tudor amesema kitendo cha kumtoa nje ya uwanja mlinda mlango wa klabu hiyo Antonio Kiniskai kwenye mchezo dhidi ya Atletico Madrid ni kumlinda kisaikolojia. Kwa undani wa habari hizi za michezo tungane naye mwanahabari wetu Elisante Mwanga. Kwa kipindi cha karibuni kumekuwa na mtazamo hasi kuhusiana na mchezo wa karata, ambapo wengi wanasema mchezo wa karata unapotosha maadili katika jamii. Leo SAUT TV ipo katika mtaa wa Swea, kata ya Luchelele, jijini Mwanza, kwa ajili ya kuongea na baadhi ya watu kuhusiana na nini faida za mchezo huu wa karata katika eneo hili. Karata sio mchezo wa kihuni, ila huu mchezo una refresh mind. Kama sasa hivi tuko tunafanya biashara zetu, hamna wateja hapa, tunajifurahisha. Wanaosema karata zinaharibu maadili ni wale wanaocheza kamari. Sasa sisi hatuchezi kamari, na asilimia kubwa wanakuta sisi tunacheza kamari yenyewe kacheza sehemu kama hivi ya barabarani. Naomba watu wasishtumu karata kwa ajili ya kwamba ni mtu anacheza karata anaonekana kama muuni. Ama sio muuni. Kwa mtazamo wangu mimi, huo mtazamo wa watu kusema kwamba karata ni mchezo wa kihuni, kwangu mimi naona sio kweli, kwa sababu karata kwanza ukiangalia ni miongoni mwa michezo ile ya kiutamaduni ambayo inawaleta watu pamoja, watu walika mbalimbali. Hiyo unaweza kumkuta mzee yuko anacheza karata labda na kijana, mtoto anacheza labda karata na mtu mzima. Hii yote ni katika kudumisha ule umoja. Huu mchezo wa karata
Ni michezo kama mingine wa mtu anapocheza draft, bao. Ni mchezo ambao unaweza ukacheza kama una mawazo, kusaidia kupunguza mawazo kidogo, au mchezo wa karata unaweza kukusababishia wewe kupata marafiki, kukaa kupiga stori na wenzako. Kama ulivyokwisha kusikia baadhi ya maoni ya watu kutokea katika mtaa huu wa Swea, kama unacheza karata inabidi zaidi uegemee katika upande wa faida na sio upande wa athari zake. Na huko barani Afrika, habari za kimichezo siku ya leo. Baraza la vyama vya soka vya Afrika Mashariki na Kati Sekafa limeipa Rwanda na Tanzania haki ya kuandaa mashindano 6 ya kombe la Kagame baada tu ya kumalizika kwa ligi zote za ukanda wa Sekafa mwaka 2026. Mkurugenzi mtendaji wa muda Sekafa Jan Seninde alithibitisha kuwa nchi hizo mbili zimepewa kibali hicho, huku Tanzania ikitarajiwa kuandaa jumla ya michezo miwili pekee pamoja na Rwanda ikitarajiwa kuandaa takriban michezo 4 pekee. Hata hivyo, Rwanda inatarajiwa kuwa mwenyeji wa kwanza wa ufunguzi wa kombe hilo kule jijini Kigali kuanzia mwezi Julai hadi mwezi Agosti mwaka 2026. Hatua hii inaifanya nchi ya Rwanda kuandaa tena mashindano haya ya Kagame baada ya takriban zaidi ya miaka 5 iliyopita ilipoandaa mashindano ya Sekafa kwa upande wa wachezaji vijana chini ya umri wa miaka 17. Hata hivyo, vyama wanachama wa mashindano haya ya Sekafa ni pamoja na Rwanda, Burundi, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Sudani, Somalia, Sudani Kusini, Tanzania, Uganda na Zanzibari. Na katika rubaa za kimataifa huko barani Ulaya, meneja wa klabu ya Tottenham Hotspur Igor Tudor amesema kuwa kitendo cha kumtoa nje ya uwanja mlinda mlango wa klabu hiyo Antonin Kinski kwenye mchezo dhidi ya Atletico Madrid ni kumlinda kisaikolojia na si vingine. Antonin Kinski mwenye umri wa miaka 22 alitolewa nje ya uwanja dakika ya 17 tu ya mchezo wa mzunguko wa kwanza wa ligi ya mabingwa barani Ulaya baada ya kuruhusu mabao 3 yaliyotokana na uzembe wake binafsi. Hata hivyo, kipa wa Fiorentina na nyota wa zamani wa Manchester United David De Gea ametumia mitandao ya kijamii kumtetea mchezaji huyo wa Spurs kwa kusema kuwa mtu ambaye hajawahi kuwa mlinda mlango hawezi elewa jinsi ambavyo ni vigumu kucheza katika nafasi hiyo. Kichapo hicho kinaifanya klabu ya Spurs kupoteza takribani zaidi ya michezo 5 mfululizo kwa mara ya kwanza, huku ikiwa katika nafasi mbaya kwenye msimamo wa ligi kuu nchini Uingereza, ikiwa na alama 1 zaidi ya timu iliyopo kwenye mstari wa kushuka ligi nchini Uingereza. Mchezo wa mzunguko wa pili wa ligi ya mabingwa barani Ulaya utapigwa Machi 18 ambapo Atletico Madrid itawafuata vijana wa Igor Tudor pale London, Uingereza kwenye uwanja wa Tottenham Hotspur. Langu jina ni Elisante Mwanga, Sauti TV. Asante sana Elisante Mwanga kwa taarifa hizo za michezo. Kufikia hapo sina la ziada kwenye habari za michezo kwa siku ya leo. Nirudisha kijiti kwake Donald Anthony kuhitimisha habari kwa siku ya leo. Asante sana David Kiamani kwa taarifa hizo za michezo. Mtazamaji, taarifa hizo za michezo zinahitimisha taarifa ya habari kwa siku ya hii leo, lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari tupate tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Mwanza aungana na wananchi mbalimbali kuomboleza kifo cha aliyekuwa makamu mkuu wa chuo cha SAUT Balozi Profesa Costa Mahalu. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yamewaua watu kadhaa na kuharibu makazi mashariki mwa Kongo. Na katika michezo, wananchi jijini Mwanza waaswa kubadili mtazamo kuhusu mchezo wa karata. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Donald Anthony, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine hapa Sauti TV.